Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kazi yako unayoifanya ndiyo ibada yako ya kila siku, na hii ndiyo maudhui yetu, kwamba kazi yako ile ambayo unaifanya na ikahesabika kuwa ndio ibada yako ya kila siku, kazi hiyo ina baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina kanuni zake, unatakiwa uzizingatie ili iwe ni kazi yenye baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutazungumzia kanuni ya tatu unayotakiwa kuizingatia kazini. Kanuni hiyo inasema ya kwamba kuwa mwaminifu na mlinzi wa siri. Unapokuwa katika kazi, katika shughuli yako yoyote unayoifanya, hakikisha kwamba wewe ni mlinzi, ni mwaminifu, lakini pia ni mlinzi wa siri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Suratu Nisa aya ya 58, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza kwamba tuwe ni waaminifu, anatufunza ya kwamba tuwe na utaratibu wa kutunza siri za watu. Kwa mfano, maelezo ya siri ya kampuni, siri za mteja na mali za umma ni amana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mikononi mwako. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatunza siri za mteja, hakikisha kwamba unatunza siri za watu unaofanya nao kazi kazini, hakikisha kwanza kwamba unatunza siri za ofisi yako ambapo unafanya kazi. Na utambue ya kwamba uaminifu sio tu uaminifu katika mali, bali pia uaminifu katika maadili. Unapotunza siri ya mtu, hiyo ni sehemu ya maadili mazuri, na huo ni uaminifu, kwa sababu wewe ni mwaminifu katika kutunza siri za watu. Natambua ya kwamba kuaminiwa ni vigumu sana mtu kuaminiwa, lakini kuanguka huwa ni jambo rahisi sana na linatokea kwa urahisi pasina kikwazo chochote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.